Ndugu wananchi, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika nyakati mbalimbali imekuwa ikifanya kazi kubwa ya kuchukua hatua zenye lengo la kuboresha maisha ya wananchi katika maeneo yetu. Mojawapo ya hatua zilizochukuliwa ni kuboresha miundombinu ya usafiri, usafirishaji, ujenzi wa masoko mapya pamoja na utunzaji wa mazingira katika maeneo ya mijini chini ya mradi wa uboreshaji wa miundombinu ya miji Tanzania. Miradi hii imekwisha zungumzwa kwa kina na watendaji. Mradi wa maboresho ya jiji la Dar es Salaam pamoja na mradi wa maboresho ya miji iliyoko nje ya jiji la Dar es Salaam. Hii ni majiji katika mikoa mingine, halmashauri za miji. Tunaambiwa miradi hii, tuna ule mradi wa TACTIC na mradi wa DMDP2 ambao unakwenda kuboresha jiji la Dar es Salaam. Lakini kwa leo tumekutana hapa kwa sababu ya kazi kubwa ambayo rais wetu amekwisha ifanya, na nipongeze watendaji. Wao wanajua namna nilivyowasukuma ili kuharakisha mradi huu uweze kusainiwa leo. Nimekwisha sema kwamba jitihada hizi na mipango ni ya rais wetu Dr. Samia, na sisi ni watekelezaji tu wa mipango ambayo rais wetu amekuwa nayo kwenye moyo wake kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo leo tunashuhudia hapa utiaji saini, na maelekezo yangu ni kwamba katibu mkuu utabaki hapa kuhakikisha maeneo yote yaliyo ambako hayajakamilika yamekamilika, ili kusudi tutakapoondoka hapa kitakachobaki na utekelezaji. Na maelekezo yangu kwamba wakurugenzi kwenye mamlaka zote za mamlaka zetu za serikali za mitaa mlioshiriki leo wote 12 katika mikataba inayosainiwa leo, mikataba ni 12. Wakurugenzi wote mlioko hapa leo, hakikisheni wakandarasi hawa wanapokuja kule kwenu sasa kuwakabidhi site, fanyeni mkutano ili wananchi waweze kujua kwamba mradi umekwisha sainiwa kule Dodoma na mradi sasa unakabidhiwa katika maeneo yetu. Na mkifanya mikutano hii mnitumie picha nione, ili niridhike kwamba mikutano imefanyika wakati mnamkabidhi mkandarasi site. Nadhani nimeeleweka vizuri. Na maelekezo yangu mengine, hakikisheni wawakilishi wa wananchi wameshiriki kwenye mikutano hii. Nadhani nimeeleweka vizuri. Hata kama watakuwa tayari wamekaa pembeni, waiteni waweze kushiriki, kushuhudia namna mnavyowakabidhi wananchi wakandarasi ili kusudi kwenda kutekeleza miradi hii. Hayo ndio maelekezo yangu. Kwa sitegemei katibu mkuu nitafuatilia kwa kina, kwa sababu isiwe kwamba leo tumesaini, kesho kutwa mheshimiwa rais anauvunja bunge mkawaacha hawa wawakilishi waliofanya kazi kubwa ya kuhakikisha miradi hii imepatikana kwenye maeneo yao. Kwa hiyo nitafuatilia kwa kina kuweza kujiridhisha na maelekezo haya. Kwa hiyo katika hili ni matarajio yetu sote kuwa miradi hii itakwenda kuleta mabadiliko chanya kwa wananchi wetu katika miji husika. Wananchi pamoja na wageni ambao watakwenda kuhudumiwa kupitia miradi hii ambayo itakwenda kuboresha msingi wa usafirishaji, manunuzi, vyakula, mavazi na mazingira bora ya kibiashara, kwa sababu ni dhahiri thamani ya maeneo yote haya ambako miradi hii itakwenda kupanda au itakwenda kuongeza mapato katika halmashauri zetu kote nchini. Jukumu letu sasa ni kwenda kuitunza. Baada ya kukamilika miradi hii ni kwenda kuitunza miundombinu yote itakayokwenda kujengwa, kwa sababu gharama yake mmeisikia ni kubwa sana. Dola milioni 410 ni karibu trilioni 1 nukta ngapi? Karibu trilioni 1.1. Fedha hizi si ndogo, ni nyingi sana. Kwa hiyo tuwaombe wananchi kwenda kuitunza hii itakapokwenda kukamilika. Lakini aidha nielekeza halmashauri zenye miradi ya masoko na stendi kuhakikisha kwamba miradi hii inajiendesha yenyewe katika maeneo yenu ili iweze kuzalisha mapato ambayo yatakwenda kuchangia kwenye pato letu, lakini kuchangia miundombinu pamoja na ujenzi kwenye halmashauri zetu. Fedha zitakazopatikana zitakwenda kusaidia kuboresha halmashauri zetu kote nchini. Maelekezo kwa wakandarasi. Ninawaelekeza wakandarasi ambao tumesaini mikataba hii basi kuhakikisha kwamba taratibu zote zinakamilika kwa wakati ili muweze kwenda site mara moja bila kuchelewa. Kama ambavyo serikali tumehakikisha kwamba taratibu zimezingatiwa,
na ninyi wakandarasi mlioshinda zabuni hizi mmepatikana, basi nendeni mkahakikishe kwamba msichelewe. Maelekezo kwa TARURA na wasimamizi kwenye mradi huu wa TACTIC, fuatilieni kwa kina, kwa sababu tunao wakandarasi wengi. Wale ambao watakuwa goigoi, msisite kutengua mikataba kama itawaruhusu, ili tumchukue yule namba 2 iwapo atakiuka taratibu. Nadhani imeeleweka vizuri. Kwa hiyo nawataka muwe makini, muwe wakali, kwa sababu wawakilishi wa wananchi walihangaika sana kumwomba Mheshimiwa Rais kwenye miradi hii. Dhamira yao ni kuwaona wananchi wao wanapata huduma nzuri katika maeneo yao. Kwa hiyo nawataka watu wa TACTIC muwe wakali, mameneja wa mikoa kote nchini kuwa wakali pale ambapo miradi hii inapelekwa, ili kusudi tuweze kufanikisha dhamira ya Rais wetu Dr. Samia aliyokusudia kwa wananchi wa Tanzania. Maelekezo yangu kwa wakurugenzi kwenye halmashauri zote ambazo mnasimamia miradi hii, nendeni mkasimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi hii kwa kutumia rasilimali watu na vifaa vilivyopo kwenye halmashauri zenu. Sitegemei kuona miradi inatekelezwa sijui Babati au kule Iringa, alafu msiwahusishe hata wananchi wanaotoka kwenye maeneo hayo. Shirikisheni wananchi. Msisitizeni mkandarasi kutumia Watanzania walioko kwenye maeneo hayo kama kunakuwa na kazi ndogo ndogo ambazo wanaweza wakazifanya. Lakini hakikisheni kwamba utekelezaji wa miradi hii inaanza mara moja. Toeni nguvu na support kwa wakandarasi. Washirikisheni kama kuna changamoto mbalimbali katika maeneo yenu. Ndugu wananchi, tunatambua kwamba kazi hii ni kazi kubwa ambayo rais wetu ameifanya na anaendelea kuifanya kwenye maeneo mbalimbali, na sisi tuendelee kumwombea dua kwa kazi kubwa hii ambayo anaitekeleza kwa ajili ya Watanzania. Utekelezaji wa miradi hii itakapokamilika, maana yake rais wetu atakuwa ametimiza ndoto yake ya kwenda kuikuza miji, kufanya miji kuwa majiji na kuifanya majiji kuwa majiji ya ushindani katika maeneo yetu. Tunakusudia kuhakikisha kwamba utekelezaji wake unatekelezwa kwa wakati. Hatuna changamoto ya fedha. Kwa hiyo sitegemei kuona mkandarasi analegalega. Na maelekezo yangu kwa mtendaji mkuu wa TARURA, kumekuwepo na utamaduni baadhi ya wakandarasi wakilipwa fedha wanachukua fedha hizo wanapeleka kwenye miradi mingine. Hili sitakubali hata kidogo. Na niwaombe kupitia viongozi wetu kwenye mikoa na wilaya, iwapo mtaona kuna kulegalega kwa miradi hii, tupeni taarifa ili tuweze kufuatilia. Kwa mkandarasi atakayelipwa fedha ya kwenda kuanza miradi hii, iwapo fedha hiyo itakwenda kinyume na utaratibu, tuweke ufuatiliaji wa karibu sana. Nadhani mtendaji mkuu umenisikia. Ili kusudi fedha iliyokusudiwa hapa iende kwenye mradi ambao rais wetu amekusudia, ili wawakilishi wao kazi walioifanya iweze kutambuliwa na wananchi katika maeneo yao. Kwa hiyo niwaelekeze tuongeze jitihada. Natambua kuna wakandarasi ambao nilikusha waelekeza mtendaji mkuu, kama kazi zao hazijakamilika kwa wakati, nilikusha toa maelekezo na nikasema pitieni mikataba hiyo. Kama wamekiuka taratibu, sheria inawaruhusu kuvunja mikataba, vunjeni mara moja, kwa sababu wananchi wanataka maendeleo. Haiwezekani umepewa kazi mpaka mwezi wa 2 hujaimaliza, na leo tuko tunakwenda mwezi wa 7, kazi haijakamilika, bado tunaendelea kuwa na watu wa namna hii. Tengueni mikataba hiyo mara moja. Nilikushaelekeza siku nyingi. Mtendaji mkuu nadhani unakumbuka. Kama mpaka leo kazi haijakamilika, mmewapa nafasi hawajakamilisha, tengueni mikataba hiyo, tafuteni wakandarasi wengine. Watanzania wanataka barabara, Watanzania wanataka masoko. Nchi hii tumechelewa sana kupiga hatua. Rais wetu ameamua tupige hatua. Nendeni mkalitekeleze hilo bila kusita. Maelekezo yangu hayo yatekelezwe. Hatuwezi kusubiri watu ambao tumewapa kazi, tumewalipa, na bado kazi inaendelea kuwa goigoi, wanahamisha fedha kutoka pale ambako imekusudiwa wanapeleka kwenye shughuli zao nyingine. Hili halikubaliki hata kidogo. Kwa hiyo nataka wakurugenzi muwe wakali. Lakini maelekezo yangu kwa wakuu wa wilaya, kuweni wakali kwenye maeneo yenu. Wakuu wa mikoa, fuatilieni miradi hii. Watendaji wote wa TARURA kuanzia makao makuu mpaka kwenye mikoa yote na wilaya, fuatilieni kwa karibu kwa mujibu wa taratibu kama tulivyokusudia.